goli kadri ambavyo anaweza, kwa sababu lazima ashinde ili akaribie kuchukua taji. Nafasi iliyopo sasa hivi, sare yote ile inampa nafasi Berkane ya kuchukua ubingwa. Matokeo namna yote yale ya Berkane kuruhusu goli, inaweza ikawa sare amini kupata goli Berkane, inaweza ikawa sare ya 2-2 labda, au Berkane akapata goli moja, bali inamfeva yeye kuwa katika nafasi nzuri ya kuchukua. Maana yake ni kwamba Simba hatakiwi kuruhusu goli, na kama ataruhusu basi afunge magoli mengi kuzidi yale kwa ujumla wake aliyofunga Berkane, kwa sababu bado Afrika goli la ugenini linatumika. Kwa hiyo Simba yuko kwenye pressure, hana chaguo zaidi ya kushinda hiyo mechi kwa idadi ya magoli mengi zaidi ya yale ambayo Berkane amefunga au atafunga. Lakini Simba tumeona kwenye msimu huu kwenye shirikisho amekuwa akifunga idadi mwisho wa mabao mawili, avuki zaidi ya hapo. Lakini pia amekuwa akitengeneza nafasi nyingi sana. Mchezo wa juzi umekuwa na tofauti kwa upande wa Simba, hawakupata on shoot target yoyote. Watu inazidi kuwachanganya. Kila kitu ni mpango. Kila kitu ni mpango. Mpango wako ukiwa vizuri dhidi ya mpinzani wako unaweza kufanikiwa. Mpango wako ukiwa vibaya, mpinzani wako kuatia lazima akuadhibu, ndio kilichotokea. Lakini Simba wameonekana kuwa bora sana kwenye matukio na kucheza mechi za mtoano kwa msimu tofauti misimu mingine yote ambayo amecheza katika ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Tutakuwa mashahidi hapa. Simba amecheza robo finali zaidi ya 5. Lakini msimu huu ndo amevuka kwenda nusu. Simba amepata goli moja kwa nusu finali. Hilo limempeleka finali. Maana yake hata namna ya ku-approach mchezo imekuwa tofauti na misimu mingine. Kwa hiyo kwa upande wangu nadhani haiwezi kuondoa uhalisia kwamba Simba ana udhaifu katika ile eneo la kushambulia. Kiasi ambacho mechi iliyopita dhidi ya Berkane kushindwa kupata on target au kufunga goli, kwa sababu ni changamoto ambayo wanayo hata kwenye ligi kuu. Kocha Fadlu hajapata mtu wa kusema kwamba hii ni nafasi yake, tayari amejikatia tiketi katika eneo la namba 9. Ukiangalia Simba inaweza sibadilike kuanzia golini mpaka eneo la namba 7, 10 na 11. Lakini kwa namba 9 aidha Ateba ataanza ama ataanza Mkwala. Na ndio swali ambalo lilikuwa lipo kwenye vichwa vya walio wengi kwamba mechi ya finali ya kwanza nani ataanza. Kwa hiyo mechi ya kwanza imetoa taswira kwamba mechi ya pili kocha anataka nini au je na mpango kazi kiasi gani. Lakini ni kweli Simba changamoto kwenye kufunga, ila kwa sababu lazimika ili kutimiza malengo lazimika kufunga, basi anakia kutengeneza nafasi nyingi ili wazitumie, kwa sababu washambuliaji wake sio aina ya striker nasema wale clinical kwamba nafasi moja goli moja. Ndio nafasi 5 wakati mwingine mpaka 7 akupe goli moja. Ishatokea sana hiyo kwenye ligi kuu. Ni vile tu leo labda siku mchezaji ameamka vizuri asema leo amekuwa na wakati mzuri anafunga magoli 2 au anafunga 3 hivyo, lakini kiuhalisia Simba hiyo changamoto ya ushambuliaji ipo kuanzia kwenye ligi kuu mpaka kwenye hii michezo ya kombe la shirikisho, kitu ambacho Fadlu nadhani walichokiona mechi iliyopita kwa sababu namna ya kufanya ya kutengeneza nafasi nyingi na kusimamia hizo nafasi ambazo walikuwa wanazitengeneza. Lakini pia Simba ina tatizo la kuruhusu goli. Tumeona bado kwenye ligi kuu ni kama wanaanza kwa pressure ya chini, wakishafungwa ndio wanashtuka. Hii haikupi tahadhari hiyo? Simba kwenye kombe la shirikisho amefunga magoli ambayo unasema kwa namna anaweza kuwa anazungumzika. Nikisema hivyo sasa kama unanielewa. Kuna yale makosa ambayo nasema hili ni kosa la mtindo wa timu kwenye kujilinda. Lakini kuna magoli ambayo nasema Simba amefungwa, sema hili goli ni kwa sababu fulani alifanya kosa. Na mengi yao ambao wamewagharimu ni wale fulani alifanya kosa akafanyaje? Akaenda kufanya wao wakafungwa. Kwa hiyo hakuna haja kuyataja hapo magoli, kila mmoja pengine apata nafasi ya kuyaona. Na ndio zilikuwa zile mechi ambazo nasema Simba hakutakiwa pengine kuruhusu goli au anatakiwa kushikilia bomba asifanye kosa akaenda kuadhibiwa. Lakini muda ambao umeutaja wa magoli ya ruhusu Simba sio tu kwenye kombe la shirikisho, hata kwenye ligi kuu. Simba ilikuwa na mechi 4 za viporo kabla ya kwenda mchezo wa finali. Katika mechi 4, mechi moja ndio hajapata ruhusu goli. Mechi zilizoruhusu goli mechi ya Tabora waliruhusu goli dakika ya 70 80 na hizi mbili kabla ya robo saa ya kwanza kumalizika tayari kasharuhusu magoli. Maana yake imekuwa tatizo endelevu. Ukienda kuangalia mechi ambayo nadhani dhidi ya Constantine kipindi cha kwanza cha pili tu kinaanza wakaruhusu goli. Kwa hiyo naelewa ni kwamba ni kama vile kuna ile changamoto ya
namna gani ambavyo timu imechelewa kuingia kwenye mchezo. Sasa mchezo wa finali hauhitaji wewe uwe na siku mbaya ama siku nzuri kiasi gani. Unatakiwa kuhakikisha kwamba licha ya ugumu au pressure uliokuwa nayo, uhakikisha unatumia nafasi ambazo unazipata, kwa sababu kuna tena siku nyingine ya kwenda kujiuliza. Na mbaya zaidi kombe litakuwa liko pale, mashabiki wa Simba ni wengi kuliko Berkane, kwa pressure ni kubwa. Kwa mimi sidhani kama Fadlu hajaona hiyo changamoto. Ameona na mimi nitaifanyia kazi, kwa sababu ni kitu ambacho kimewagharimu hata kwenye ligi kuu. Wameruhusu magoli mapema ambayo aliyofanya kutumia nguvu kubwa kupata ushindi na kupata alama 3. Salama, tunaona si ni propaganda ama ni uhalisia. Kabla ya mchezo kulitoka taarifa kwamba mechi ya Simba ni Zanzibar. Attention zikawa kubwa, serikali wakaingilia kati, vitu vikawa vingi sana. Mchezo kachezwa, Simba akapoteza. Lakini bado watu wana concentrate na Zanzibar mara Benjamin Mkapa, hawa concentrate na mchezo. Na tumemsikia kocha Fadlu baada ya kumalizika kwa mchezo kwenye press conference alizungumza kama inawezekana wana uwezo hata Simba kucheza michezo zote pale Berkane. Maana yake ni kama naye ameingia katika ule mfumo wa Berkane anaotaka. Unadhani kwa nini Simba analilia sana Benjamin Mkapa na sio Amani Complex kama ambavyo CAF wameshauri mchezo upelekwe kule? Wanasema mwenye bomba akai chini, mwenye bomba akai foleni na mwenye shughuli akai chini. Yaani ukienda kwenye shughuli yoyote utajua tu hapa mama shughuli au baba shughuli ni yupi, hakika ambazo atakuwa anazifanya. Ndicho ambacho Simba mara zote amekuwa akionyesha wageni wake wote ambao wanakuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwanza sitaki kusema kwamba ni swala la mindset, lakini ndio uhalisia kwamba Simba amekuwa na wakati bora sana. Amebadilisha nyekundu ama blue kwa nyekundu, nyeusi kwa nyekundu, kijani kwa nyekundu katika ile dimba la Benjamin Mkapa. Kwa hiyo unaelewa ile hali alionayo kwamba mimi pale ndio kila kitu changu. Yaani pale mpinzani akija lazima apate shida. Lazima yani unajua lazima ufile kwamba upo nyumbani, na mpinzani lazima ufile kwamba upo ugenini. Kuanzia mashabiki na kianda kile ambacho nakipata kwenye pitch. Kwa hiyo unawaelewa Simba. Unawaelewa, lakini Simba anakiwa kurudisha ndio kukaa chini na kufikiria mara mbili kwamba bado yeye ni Mtanzania. New Amani Complex iko Tanzania. Simba ashacheza Mapinduzi, ashacheza Muungano. Wapi Zanzibar? Ashachukua mpaka na mataji. Nusu finali ya kombe la shirikisho ambayo imempa nafasi ya kwenda finali. Alichezea wapi? Kama ni hivyo, kati ya Berkane na nani bado yuko nyumbani? Sasa kuamini kama Berkane anajua Zanzibar wote kona zake ziko vipi. Sasa kuamini. Mimi nachoamini hata Simba yani Berkane akatua. Kwa mfano tetesi ziko nasema Simba wamefahamu mpaka Berkane hotel ambao wamebuka. Tetesi nasema hivi. Amejuaje kama sio wenyeji huo? Ndio faida kwa mwenyeji. Kwa kama wewe ni mwenyeji, thibitisha popote pale bila kujali utaka kucheza hapo au kucheza sehemu nyingine. Unaelewa concern ya Simba kupata mashabiki wengi ambazo tiketi ilikoshaanza kukatwa. Unaelewa kwenye mazingira ya ile ni mechi ya finali. Unahitaji watu kutoka maeneo mengi waje kuona huo mchezo. Uwanja wa New Amani Complex hawezi kuruhusu kutoka watu wote, kutoka watu 15,000 sio 16,000 ama tuseme watu 20,000 kwa kulazimisha labda mfano watu 60,000. Umeelewa hapo? Kwa hiyo unaelewa ni kwamba ni mashabiki ambao wanapata Simba New Amani Complex ni robo ya kile ambacho utakwenda ukipata Benjamin Mkapa. Kwa hiyo unawaelewa Simba. Lakini katika hali ya uhalisia bado Simba ni mwenyeji, anatakiwa kudhibitisha hilo jambo. Kwa mimi sidhani kama kuna haja ya kutumia nguvu kubwa. Ni swala tu kuweka mambo wazi, hamasa iwekwe vizuri, watu watafute nauli za kwenda Zanzibar kwa sababu tiketi ishafanyaje? Washakata. Lakini kwa hii mechi ni Zanzibar, lakini kama Simba bado hawajatoa taarifa rasmi. Hii kuchelewesha kutoa taarifa rasmi, uone Simba labda kuna kitu wanakitoa kwa mashabiki zao. Swala la kutaka kuthibitisha uwanja ama uwanja ni Benjamin Mkapa ama New Amani Complex kuchelewa ni zile nasema uwezekano wa mechi kurejea Mkapa upo au haupo kwa juhudi ambazo wamekuwa wanazifanya, kitu ambacho ni sahihi kabisa. Lazima waoneshe kwamba tulipambana kuleta mechi hapa ili watu wengi mje mfanyaje muone. Lakini kama itakwama huwezi kushindana na mamlaka. Cha muhimu ni kwamba wao watengeneze mpango wao mzuri wa kwenda kumfunga Berkane popote. Nijaribu tu kuvuta picha. Kama isingekuwa Benjamin Mkapa ama isingekuwa New Amani Complex, hiyo mechi ingekuwa inaenda wapi? Maana ni nje ya Tanzania.
Si umeelewa? Sisi tuna hiyo angalau tuna hiyo favor kwamba kama nchi angalau tumepata kiwanja kingine ambacho kinaweza kuhodhi mchezo wa finali. Lakini kuna mataifa mengine mpaka finali zimehama. Umeelewa? Au mataifa mengine yanacheza mechi zao za kufuzu labda AFCON au kufuzu kwa dunia, wachezea uhamishoni ama sehemu nyingine, kitu ambacho sio sawa. Lakini kwa mfano Tanzania, hata mechi kipelekwa kwenye Amani Complex, hata ikiwa timu ya taifa, bado mashabiki watafanyaje? Kwa sababu ni wa Tanzania, na wanaanza kutumia nguvu kubwa au wasafiri mbali mrefu kwenda kufuata hiyo mechi. Kwa hiyo nadhani ni swala la Simba kushusha pressure chini, kuweka mambo wazi ili mashabiki wabadilishe mentality kwamba sasa kutoka Benjamin Mkapa hatoki mtu mpaka yamenyo Amani Complex hii tunafanyaje? Tunabeba. Lakini siku zimebaki chache salama, almost kama wiki kadhaa hivi kuelekea katika finali. Wapi? Wiki kadhaa wapi? Si Jumatatu? Si wiki. Anasema wiki kadhaa maana yake nyingi. Sawa. Kuna wiki moja hapa, lakini bado Simba wamekaa kimya. Leo ni Jumatatu, tuna Jumanne na Jumatano. Nadhani Simba wakitangaza mchezo labda Amani Complex Jumatano, uone kuna mashabiki wengine watakosa hiyo hamasa ya kwenda. Simba tiketi alizouza ni nyingi kuliko kwa nilichokielewa, sababu mpaka siku ambayo taarifa inatoka washafika watu 15,000 tayari. Maana yake watu ambao walinunua tiketi ni wengi kuliko uwanja, si umeelewa? Kwa hiyo hii kunyamaza kimya ina vitu vingi ndani yake, ninachoamini mimi kwamba okay, watu washakuwa wengi, tuna solve vipi hili tatizo? Kwa sababu mimi ninachoamini hata kama Simba wameandika barua kwenda kuomba kwamba rudieni tena upya kwa mara nyingine, miongoni mwa sababu kubwa ni hiyo kwamba tunawafanyaje hawa? Sijui umeelewa? Kwa hiyo swala la kutangaza mambo tunaanza mapema, kuna vitu vingi ambavyo vinazunguka Simba kwa namna gani wanafanya maamuzi ambayo hatamuumiza mtu mwingine. Kuanzia timu maandalizi yake mpaka kwa upande wa mashabiki ambao wanasupport hiyo timu. Ulishtuka kuona barua yao kuomba kwenda kucheza Algeria? Sidhani kama ile barua ni ya kweli. Ile barua sidhani kama ni ya kweli. Siko hapo kuhamisha taarifa za watu wengine za timu ambayo sijui mambo yake yanaaje, lakini kwa ninachoamini Tanzania tumefikia hiyo stage ya likizuka hili unaongeza na lingine, unachochea moto, mambo yanakuwa mengi zaidi ya yale ambayo yalikuwa. Na afuwezi amini leo ndo nakuja kujua sababu kwa nini barua imesema Algeria. Kwa sababu kuna ile controversy ya masuala ya kisiasa kati ya Berkane, kati ya Morocco na Algeria. Kwa hiyo watu wakatumia, nadhani umeelewa sasa kwamba inawezekana isiwe ni taarifa, lakini Simba sio ambao wanaifahamu. Yaani haiwezi kusema mechi ikachezwa Algeria kwa sababu wanataka hao mashabiki katika uwanja Benjamin Mkapa. Kwa hiyo nadhani ilikuwa ni sort ya kutunga, lakini kidogo imechangamsha mtandao. Salama, tuangalie Young Africans. Aziz Ki jana alikuwa mchezo wake wa mwisho, amevaa kitambaa. Watu kwanza wakashtuka. Kwa nini Aziz amevaa kitambaa? Lakini pia njia ya kumwaga kile alichokifanya na Young Africans, kuna watu wanaona hakiko sawa. Yaani Yanga walitakiwa tu waseme kwamba leo ni mechi ya kumwaga Stefan Aziz Ki, mashabiki wampongeze na yeye apate muda wa kuzungumza ama kuaga mashabiki kuliko kile ambacho kimetokea. Kwako umekitafsiri vipi tofauti na wengine? Maisha ya mcheza mpira yapo kwenye miguu na akili yake. Kadiri ambapo unajituma kiwanjani na akili yako inafanya kazi vizuri, ndio ambapo unaweza kupata relief ama uweni ya maisha yako. Sababu ukifanya vizuri, masaa yako pia yataongezeka. Watu wengi watakuona, watakutamani na timu nyingi nzuri ama kubwa zitakuja. Profile ya Aziz Ki ni mchezaji mkubwa kwa bara letu la Afrika. Lakini kile ambacho amekifanya ni kitu kizuri kwenye mpira wa Tanzania. Japo ninaamini haikuwa imenyooka hivi moja kwa moja, imekuwa napanda shuka, lakini Yanga wana kitu cha kusema huyu ndo Aziz Ki ambaye sisi tunataka kutoka Ivory Coast. Sababu ipo, yani kitu hicho angalau amekiacha. Aziz Ki kuondoka kwangu mimi sio story kubwa. Ama mimi sio mshtuko. Kwa sababu hata kabla hajaongeza mkataba na Yanga, timu nyingi zilitajwa. Watoja Mohamed alitajwa, Wydad. Timu nyingi zilitajwa. Lakini kwa nini aliamua kubaki Yanga? Aliamini kwamba pengine ongeza kumpa kilicho bora zaidi ya kile ambacho alikipata msimu wa nyuma yake. Msimu huu mambo amekuja tofauti. Lakini je, mchezaji anakaa anaangalia future, anaangalia okay sawa, nishafika finali ya kombe la shirikisho. Tumejaribu ligi ya mabingwa msimu uliopita imeshindikana. Ameshakuwa mchezaji bora wa ligi kuu, ashakuwa top scorer wa ligi kuu. Wengine ambao anatafuta, ashashinda ubingwa wa ligi kuu. Wengine ambao anatafuta. Si umeelewa? Kwa hiyo kuondoka kwa Aziz Ki na klabu ya Yanga
kwangu mimi haijawa mshtuko, kwa sababu ilikuwa pengine ile dirisha kubwa lilopita, ama ilikuwa ni dirisha la kubwa lifunguliwa tena baada ya kumalizika, tusikie tena desi za Aziz Ki kwenda kujiunga na timu nyingine, hata kama alishasaini mkataba. Kwa hiyo hiyo ni moja ya taarifa ambayo pengine ilikuwa ni swala la muda kutimia, lakini kwa Yanga kumwacha Aziz Ki kwa maana kukubali kuondoka, nao pia unaangalia mkataba unasemaje, fungu lilokuja kwa ajili ya mchezaji ni kubwa kiasi gani, kwa sababu sehemu mapato ya club katika ile mkutano mkuu ambao anafanya lazima useme mdhamini aliniingizia hiki, mdhamini aliniingizia hiki, tukafanyia hiki pesa, lakini tulimwona mchezaji fulani tukapata kiasi fulani. Umeelewa? Kwa kama ile ilikuwa ndefu, maana Yanga hakuwa na budi ya kufanya hicho ambacho amefanya. Lakini wakati mwingine demand ile kwa mchezaji, akishana mpata kila kitu ambacho anakitafuta kwenye hiyo club, hata changamoto nyingine anaweza kushinikiza na wewe kwa kubali kufanya maamuzi afanyaje kumwachia. Na tumeshuhudia matukio mengi sana yametokea, wachezaji wengi kutaka kubakia kwenye timu, wengine wajivunje na mambo mengine, lakini kwa Aziz Ki imekuwa kawaida, kirafiki, kifamilia, mambo yameenda vizuri. Kwa namna alivyoagwa, watu wengi wanategemea labda Yanga wangeandaa bwana Aziz Ki Day leo tunamuaga namna vile. Nadhani ilikuwa kama vile sitaki kusema kama ingestua sana, lakini hata kwa ratiba ya Wydad ile na mechi tarehe 18 mwezi ujao ya FIFA Club World Cup dhidi ya Manchester City, atakuwa yupo kwenye mazingira ya tayari kuwa na timu, si umeelewa? Mpaka wewe uangalie ratiba ya Yanga useme hii mechi tunaiandaa kwa ajili ya kumwaga Aziz Ki, unacheza lini, una organize vipi, si umeelewa? Kwenye mazingira, kwa hiyo wakati wewe unawaza kutaka kumheshimisha, mazingira yanakuruhusu, si unaelewa? Kwa kama mazingira yanakuruhusu, mmoja tu aende, kwa heshima ambayo amempa kupata kitambaa cha nahodha, kwa mimi nadhani ilitosha, kwa sababu ya pengine kimazingira ambayo aliona wao na kwa pana ambayo timu ambayo Aziz alikuwa anakwenda. Ameondoka Aziz Ki, ni nafasi ya Chama sasa kuonesha kile ambacho wana Yanga wanatamani kukiona, ambacho Chama miaka mingi alikuwa akifanya akiwa Simba. Bado kuna presence ya Pacome Zouzoua ambayo sio rahisi kujibu hilo swali kwa mtindo huo, lakini Chama anaweza kupata nafasi ya kucheza kwa dakika nyingi, lakini msimu nao ndo na Chama naye saini mkataba wa mwaka mmoja. Katika miongoni ambao amaliza mkataba wao Chama naye yumo. Kwa hiyo zimbaki mechi ngapi za ligi kuu? Ni 2, si? Kwa Yanga. Kwa mujibu wa maelezo yao. Japo mimi najua mechi 3. Kwa nini mechi 3 inatosha yeye kusema kwamba huu ni ufalme wangu? Alafu ndani hizo mechi 3 ubadilishe mawazo, ama mseme mkae chini mnegotiate mnaongeza kitu gani? Ama unaweza mkataba tena, ama unafanyaje? Kwa hiyo ni ngumu kudhibitisha hilo, lakini kwa sababu pia mazingira ya mkataba ile mechi ambazo zimebakia ni ngumu sana kuona ama kusema kwamba Chama anaweza sasa kwenda kuchukua nafasi ya Aziz. Labda kama ataongeza mkataba, msimu mpya utakapoanza uanze kwenye mentality au mtazamo kwamba Chama ndio target yetu katika namba 10, lakini bado yupo Pacome Zouzoua. Kwa hiyo wanao chaguo la ama wanaye mbadala pia katika wana option pia kuongeza, wanatajwa wengi pia katika nafasi ya namba 10. Salama, unatamani kuiona dabi kwenye FA huku hawachezi ng'oo, tayari tushamalizana nao. Kwenye FA unatamani kuiona dabi? Mimi kama walipo Tanzania wengine natamani kuiona, kwa sababu hiyo ni sikukuu ya mpira wa Tanzania, jaishi kwa shindano gani, lakini ukizungumzia sikukuu ya mpira hapa Tanzania, ndio maana mara nyingi ikiaga mechi dabi ya Kariakoo, angalia hata ratiba ya timu zingine huwa aidha zichezwe kabla au zitangulie au zichezwe baada. Kwa nini kupisha hiyo space ya kila mtu kupata nafasi ya kuangalia hiyo mechi? Watu wangapi wanasafiri kutoka nchi mbalimbali kuja hapa angalia hiyo mechi? Kwa hiyo mimi natamani, na sio tunatamani huko, natamani hata ligi kuu pia wacheze. Unaona possibility ya kucheza hasa hapo ni kwa hiki kinachoendelea, mabango ni t-shirt nini na vitu kama hivyo? Kusema kweli sijui, sababu hizi ni Simba na Yanga, ikimwaga jambo lake leo unajua huwa anafikiria nini. Unaona wako sawa wananchi? Mimi sijui masuala ya kanuni ya wao, wameangalia kifungu namba ngapi, kanuni imesemaje, wao wanajua, lakini mimi wewe unatuhakikishia tuandae mabegi yetu twende visiwani Zanzibar? Mimi nawahakikishia tena. Simsubiri taarifa kutoka Msimbazi. Ukisema mimi nakuhakikishia, maana mimi nimesema. Alafu baadaye mje mnisute.
tusubiri taarifa kutoka Msimbazi, lakini kitu ambacho mimi nafahamu mechi ni New Amani Complex. Hivi sasa. Mpaka muda huu tunapoongea. Na ndio mechi ilikuwa imeandikwa hata katika kufunga matangazo ya mchezo uliopita. So tumeona pia Azam TV mmetuwekea bana. Kwa sababu mpaka Azam TV sasa mimi Anazama, shukrani. Asante.